Kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Katiba ya mwaka 1977 ibara yake ya 8 kifungu cha kwanza inasema hivi: mamlaka ya nchi itakuwa mikononi mwa wananchi, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi. Hii ni kwa mujibu wa katiba hii, na itatumia madaraka hayo kwa niaba ya wananchi. Lakini ibara ya 8(1)(a) inasema mamlaka na madaraka ya serikali ya Jamhuri ya Muungano yatatokana na wananchi, na serikali itapata madaraka yake kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba. Tunaona kumbe serikali inapata madaraka kutoka kwa wananchi. Maana yake kisima cha madaraka, the oasis of authority and power in the country, kinatoka kwa wananchi. Sasa kama wananchi hawa wanatekwa, ambao ndio chanzo cha mamlaka, maana yake ni hatari sana. Ndugu zangu, utekaji haukubaliki. Baada ya miezi 5 kuwa nimezungumza kuhusu sikubaliani na utekaji, narudia tena mara nyingine kwa nguvu kubwa kabisa, sikubaliani na utekaji. Kesho kutwa, wiki ijayo, sikubaliani na utekaji na kutoweka kwa watu bila utaratibu. Ndugu zangu, wananchi ndio wenye nchi. Narudia tena, wananchi ndio wenye nchi. Na ndio maana hata neno lenyewe wananchi ni wana wa nchi, ndio wenye nchi. Usipowasikiliza wananchi, utafika wakati utapoteza nafasi ya kuwasikiliza. If you don't listen to them now, time comes you won't be able to listen to them. Usipowasikiliza wananchi leo, wakati unafika hutapata nafasi ya kuwasikiliza. Lakini pia usipowasikiliza wananchi leo, unaweza kupoteza nafasi kabisa ya kuwasikiliza kipindi utakachowahitaji wakusikie. Ni muhimu sana kusikia kilio cha wananchi. Matokeo ya kutokusikiliza kelele za wananchi inaleta machafuko na migawanyiko siku zijazo. Matokeo ya kutokuwasikiliza wananchi na kelele zao inakuletea migawanyiko na matatizo makubwa siku zijazo.